Viongozi wa Kiislamu kutoka magharibi mwa Kenya wamelipongeza bunge la kitaifa kwa kushauri kamati ya haki JLAC ichunguze tetesi za Waislamu dhidi ya Baraza Kuu la Waislamu SUPKEM. Kwenye barua iliyowasilishwa bungeni na kiongozi wa Waislamu Jamal Diriwo kutoka jijini Eldoret kulalamikia utendakazi wa Baraza la Waislamu, imedai kuwepo kwa ufisadi kwa viongozi katika baraza hilo. Wakizungumza kwenye sherehe za Maulidi zilizofanyika eneo la Harambee mpakani mwa Bungoma na Kakamega, viongozi hao wamewataka wabunge wa Kiislamu na ambao ni wanachama wa kamati ya JLAC kuhakikisha migogoro ya SUPKEM inatatuliwa upesi na kwa dharura ili kurejesha imani ya Waislamu kwa baraza hilo. Kwenye barua iliyotiwa saini na Jeremiah Ndombi kwa niaba ya karani wa bunge la kitaifa, kamati ya JLAC itakuwa ikiangazia mbinu mbalimbali za kutatua mzozo wa usimamizi wa SUPKEM kutokana na waraka ulioandikiwa bunge hilo mwishoni wa mwezi jana unaopendekeza kuvunjwa kwa baraza la SUPKEM kwa ukiukaji wa katiba, ubadhirifu wa fedha na uongozi duni. Tungeliomba bunge kamati hii iharakishe katika kuchunguza SUPKEM. SUPKEM imekuwa ni kero katika Waislamu. Ikiwa kutakuwa kuna ufisadi katika SUPKEM, basi ivunjwe mbali na iundwe watu wengine wenye kuisimamia, kwa sababu imekuwa na ufisadi mkubwa na watu waliokwenda haji marai waliteseka na haji inakaribia nyingine. Tunaomba wabunge wetu wa Kiislamu wahamasishe wabunge wengine ili haki ipatikane katika baraza kuu la SUPKEM. Tunapata sponsor nyingi sana ambayo kwamba inapitia ndani ya SUPKEM. Whereby intakana sponsor hiyo isaidie Waislamu kwa ujumla, haswa ndani, risafu, maskini, mayatima, watoto waende shule, mashehe kama sisi tupelekwe hija. Lakini unasikia tu kwamba watu wameenda hija, watu fulani wale ambao kwamba wako ndani ya SUPKEM hiyo wenyewe wanaenda hija karibu umra mara 10. Lakini katika hilo sisi Western, haswa tena Bungoma, sijaona kabisa. Sijaona mtu akiwa sponsor na SUPKEM. Basi tuomba hiyo barua ifanywe haraka ili watu wapate haki zao, ili watu wasirudie swala kama hili mwaka mwingine ikawa watu wanadhulumika na watu hawapati haki kwa haraka. Viongozi hao wana imani kuwa iwapo waraka huo uliowasilishwa na Sheikh Jamar Omar Diriwo kutoka North Rift utatekelezwa ipasavyo, basi itakuwa afueni kwa jamii ya Waislamu kote nchini. Nikiripotia NTV kutoka kaunti ya Bungoma, jina langu ni Augustine Were.